Mwalimu Steven Becker alichelewa kufanya maamuzi ya kumtoa Doumbia kwa kipindi cha kwanza, kwa sababu alimtoa second half akuingia kabisa, si ndio? Dakika kama 30 hivi alivyopata kwamba ameshindwa kupata kitu kilicho bora kwa mchezaji, angefanya maamuzi ya kumuingiza Elie Mpanzu Kibisawala. Lakini pia sometimes tunasemaga kwamba wachezaji pia na siku zao. Hata Elie Mpanzu badala hata alivyoingia bado hakuwa na moment nzuri, kwa sababu bado ile eneo la katikati likashindwa kufanya nini, cooperate. Lakini Mpanzu sijui kwa nini alianza kukaa juu. Nadhani alikuwa maelekezo ya mwalimu ambao pia alimwathiri. Lakini mwalimu angeelekeza kwamba Mpanzu, nataka uende ukailinki timu kuanzia chini, kuongeza namba ya kutengeneza, maana yake si anakuwa katikati, yeye aingie ndani kama kiungo, ila mipira inapokuwa na flow katika eneo la ushambuliaji lazima tafute, ajue kama mimi ni mshambuliaji wa mwisho, ajiposition kwenye eneo la kwenda kufunga. Umeelewa? Kurahisisha mipira ambayo inatoka pembeni imkute yuko tayari pale. Nadhani ingemsaidia, lakini Mpanzu akaanza kukaa pembeni kule juu bila kushuka chini, kitu ambacho pia kiliendelea kubakia kama ilivyo kwa Mpanzu ikawa hivyo kwa nani, kama ilivyo kwa Doumbia ikawa hivyo kwa Mpanzu. Nadhani ni maelekezo tu, lakini mimi nilitarajia kwamba Simba ndo walikuwa na stahili kuwa bora kwenye ule mchezo kuliko Yanga. Yanga walikuwa na mabadiliko ya wachezaji takribani watatu. Ya, walikuwa watatu. Simba alikuwa mabadiliko ya mchezaji huyu mmoja. Manake kikosi cha timu walikuwa wawili. Duchu kwa sababu alikuwepo kwenye season iliyopita, kwenye msimu. Timu ya Simba ya ushindi, 80% ya timu ya ushindi ya Simba ilikuwepo uwanjani. Yanga ilikuwa ni 70%. Na ukiangalia moment ambazo Simba walikuwa nazo msimu uliopita, ilikuwa na hapa sana credit. Lakini walikuja kuwa down sana. Sijui working spirit pia ya wachezaji wa Simba sikuielewa. Unajua working spirit ambayo ilikuja kuongeza Morris Abraham ilikuja kutofautisha kwamba kama kingekuwa kinafanyika hiki muda mrefu Simba angepata goli. Si unaelewa? Morris Abraham alikimbia mikimbio kama mitatu kama sikosei, ambayo yeye mwenyewe alikuwa alianzisha kudrive mipira. Kama hivyo ingefanyika, au kama ingekuwa ndo Morris Abraham ameanzisha muda mrefu kama dakika kama labda hata 15 kabla, inawezekana Yanga wangeoshaona hapa sasa kuna kirusi kimeingia hapa, lazima tujipange vizuri. So lakini ni sehemu ya game ambalo naamini Simba kutoka pale wanatakiwa kwenda kulifanya jambo. Eneo la ushambuliaji ya Simba wanatakiwa kuleta mchezaji ambaye ana quality ya juu. Sawa, taarifa ambazo nimezipata kwamba anaenda kwa maana ya Ismail Mgunda anaenda kuingia ndani ya Simba. Ni mchezaji mzuri sana Ismail. Wengi watazungumzia namba, msimu uliopita kwa namba nzuri kwa sababu ya majeraha. Lakini Simba kama atakuwa wamempata Mgunda katika ubora wake ule na akaepushwa, Mungu akamwepushia Mgunda sio na majeraha, Mgunda anaweza kuwa ni bora sana kuliko Doumbia, lakini kuliko hata Sulemani Mwalimu kwenye ubora wa mchezaji ambaye yuko katika eneo la ushambuliaji, link up ya timu, maamuzi na uthubutu. Sawa. Ismail Mgunda ni mtu ambaye anaweza kapiga kutoka from the distance. Si ndio? From the distance anaweza kapiga mashuti, anaweza kudrive mpira kwenye uwezo wa kumiliki mwenyewe. Sawa. Lakini pia ni mtu ambaye ana nguvu ambazo pia kama akiutumia mwili wake vizuri kwenye wanaita zile tough, sio lafu, tough movement, mapambano ya kimwili, inawezekana akawa na uwezo wa kunufaika nayo sana. Mipira ya juu, mipira ya chini, unataka kwenda kushinda, umempa mtu ubapa, unamsogeza pembeni, shoulder zile, unataka kuingia na mpira, anaweza akashinda kwenye maeneo yale. Kwa hiyo Simba amempata mchezaji ambaye ni kumuombea tu majeraha yasije yakatokea, kwa sababu majeraha ni kama ilivyo kwa binadamu, kifo ukipangi kwamba kinaweza katokea. Kwa hiyo mimi naamini kwa kupitia Mgunda, Ismail Mgunda, Simba wanaweza kanufaika sana, na Mgunda anaweza kasheni sana kiwepo Simba kama atapata watu wa kumtengenezea ile mechi. Kama angekuwa Mgunda kwenye link up na uwezo wako kumiliki mpira, maana yake alikuwa anaongezeka kama kiunguko wa ushambuliaji. Mpira unapokuwa unasogea mbele, anauachia, anaenda moja kwa moja kufanya nini? Kutafuta nafasi ya kufunga. Kwa hiyo nadhani Mgunda baadaye anawezekana akaimbwa sana ndani ya Simba. Lakini taarifa zinaeleza kwamba baada ya mchezo huo Simba
wameanza kuattempt kwa Lest Egadi Congo kwa striker wao Talas mwenye umri wa miaka 20 kuja kuchukua nafasi ya eneo la mshambuliaji. Hawakulizika na performance ya Ibrahim Doumbia, wanatamani kwenda kumtoa mbuzi wa kafara Ino Jospin Luemba. Taarifa hizi zimekufikia Lugano Israel? Ya, taarifa za kuondoka kwa Luemba ziko nyingi sana, na mimi nadhani Simba waamue tu, kwa sababu haya maamuzi sio ya kumfurahisha mtu, ni maamuzi ya kuijenga klabu yao. Luemba nadhani kwenye quality, mimi nisha kuwaoji baadhi ya maswali watu. Swali moja tu. Hivi unafikiri uwezo wa Luemba, wachezaji wa humu ndani hawapo? Yaani Luemba ana ukubwa na uwezo wake ambao tunaweza kusema hakuna mchezaji wa humu ndani anaweza amfikii. Ana quality ya hiyo potential tofauti. Kama kuna wachezaji humu ndani anashabiana nao au wana uwezo sawa au amemzidi, hastahili kuwepo pale. Luemba na Morris Abraham unaenda na nani? Morris Abraham. Maana yake hastahili kubakia pale. Kwa hiyo natakiwa wakachukue Simba waachane na Luemba, wakamchukue mtu zaidi ya nani? Ya Luemba. Hata hiyo eneo la ushambuliaji, lakini natakiwa mtu kazi kweli ambaye yani Morris Abraham sometimes akikaa nje anasema kweli huyu mtu kweli mtu. Sio kwa sababu mchezaji wa kigeni kaletwa na mwekezaji inatakiwa acheze tu, lakini Morris Abraham ana uwezo mkubwa kuliko Luemba. Umeona kitu alichokifanya Morris Abraham? Kama angeaminiwa muda mrefu, maana yake ni kwamba angeenda kufanya kitu kikubwa sana. Huyo Luemba huyo. Kuna mtu anaitwa Kibaila. Anaitwa nani Kibaila? Yule dogo. Kibaila. Yule dogo ana uwezo mkubwa sana yule dogo. Inawezekana usimwamini kwa sababu mdogo na experience, lakini Kibaila kama akipewa kuaminiwa, Luemba wanaweza kawa hivi au yeye Kibaila kawa yuko juu. Na sio kwamba Luemba anamzidi Kibaila. Uzoefu labda Luemba anaweza kumzidi. Kwa hiyo mimi binafsi Simba wakatafute mshambuliaji wa maana mwingine. Mtu ambaye wataenda kusaidiana nani na Mgunda. Doumbia tunatakiwa kumpa muda kwa sababu kushatokea akawepo mshambuliaji ambaye ni Ateba, akawepo Mkwara, akawepo mwingine nani? Kibu Dennis pia alikuwa mshambuliaji ambaye pia anatokea pembeni. So far alikuwa anatumika pia kama winga wakati mwingine. Kwa ni winga mshambuliaji, lakini kulikuwepo na Mashaka pia alikuwa katika eneo la ushambuliaji. Na mwingine alikuwa ni nani? Sulemani Mwalimu naye alikuja baadaye kaingia wakati hao baadhi wanaingia nao. Umeelewa? Kwa hiyo nataka kusema nini? Eneo la ushambuliaji wawe na option hizi 3. Huyo wakihitaji mipira ya juu wanajua yupo nani? Doumbia. Wakijua kuna mtu tunataka kulinki naye, mtu mwenye maamuzi ya kufanya vitu vikubwa, yupo nani? Ismail Mgunda. Tunataka mtu ambaye yuko zaidi ya hao. Tunataka sasa hii game tunaenda kucheza na Ahali, tunaenda kucheza na nani na labda na Mamelodi Sundowns, tunaenda kucheza na timu gani yenye masozi kubwa. Bwana ingia katumalizie swala. Huyo ndo anatakiwa Simba wakapasuke wa msajili. Kama ikitokea amempata Talas wa Egadi Congo, watakuwa wametibu eneo la ushambuliaji Simba? Shida yangu ni kwamba tumemwona kwa sababu kafunga magoli mawili wakati wanacheza na Young Africans kwenye siku ya Yanga Day. Sawa. Shida nakuja, wamemwangalia ni mchezaji ambaye kweli anakidhi au watu wanaenda kuchukua kwa sababu ya magoli yale mawili? Mimi sijamfuatilia kusema ukweli. Tuangalie kwenye rekodi zake, lakini tuangalie ni michezo gani kacheza na lakini ubora wake ukoje. Kama kwenye ligi ya mabingwa, kwa sababu Egadi Congo washacheza kwenye ligi ya mabingwa msimu uliopita, alikuwepo alifanya nini? Sio anakuja tena unakutana na Ismail Mgunda ni bora kuliko Talas mwenyewe. Manake itakuwa kama ni kutwanga. Wakachukue mtu ambaye ni potential. Mtu ambaye unaenda kumchukua sehemu unajua hiki nikikiweka hapa labda ni majeraha tu. Sio unaanza kubahatisha kwamba kwa sababu kaifunga Yanga kwenye siku ya Mwananchi basi atakuwa bora. Ana ubora huo. Sio, unanielewa vizuri. Kwa Simba anajaribu la kwenda, wana jambo la kwenda kuamua na kupushi mambo yaende sawa. Kwa nini ungekuwa upande wa Simba ungewashauri kachukue striker wa aina gani hasa ambaye unamwona yuko sokoni kwa sasa nje ya mipaka ya Tanzania pamoja na ndani ya Tanzania? Kwa Tanzania Ismail Mgunda, nje ya mipaka Tanzania. Mimi ningekuwa Simba kwa masozi ambao wako nazo, wanatakiwa wakamtoe mchezaji ambaye kasha prove. Iwe kwenye timu yoyote au ameprove na mnajua style play yenu ikoje, ataofa nini? Mfano Simba ni watu wa lunyasi kutembeza mipira ya chini kwenye kushambulia. Mipira ya juu inatokea mara chache, si ndio? Wakamtafute mtu ambaye ana uwezo wa kudribble, uwezo wa kuamua. Of course wamempata Ismail Mgunda. Mimi sina shida na Ismail Mgunda. Watu wanaofuatilia mpira miguu Ismail Mgunda wanamfahamu.
Kwa mimi sina shida na Ismail Mgunda. Shida watakapoenda kumchukua mwingine wahakikishe, je, huyo mchezaji ana quality ya aina hiyo? Kwa hiyo mimi ukiniambia kuhusiana na Simba na ndakwambia kwamba wana jambo la kufanya, wao wakajiridhishe kwa siku 3 zilizobakia hizo hela ambazo ziko benki wazihamishe kutoka benki waziweke kwenye nini? Kwenye mfuko wa shati. Mfuko wa shati unaamua chochote, unataka kanyaga maandazi ukafanya nini? Fanya maamuzi ya haraka, usisubirie mtu mwingine aje kuamlie mambo yako. Basi ndugu yangu, nikutakia mchana mwema na siku njema. Asante sana. Shukrani sana. Poa. Bwana.